Karibu katika episodi ya mwisho ya recap yetu. Kumbuka kwamba mzigo unaokwenda kujili mara baada ya huu ni hatari na nusu. Tunasonga mbele katika episodi ya 9 na ya mwisho ya recap yetu. Kumbuka kwamba mwamba Hyunjae tayari alishaanza kuailisha mchakato wake mzima kwenda kusafiri kwenda nje ya nchi kwenda kusoma, lakini bidada Minju aliwaka sana, akamshangaa jamaa kuona kwamba amempenda mwanamke kiasi ambacho anailisha hata kwenda kusoma, alafu mwanamke mwenyewe ni mwanaume. Sasa siku ya leo maajabu katika nyumba ya mwamba Hyunjae, wazazi wake na mwamba Hyunjae wakawa wamempigia simu jioni na kumwambia kwamba wanahitaji aendelee kumfundisha binti yao masomo ya tuition kwa kipindi kama cha mwezi mmoja, kwa sababu mwamba Hyunjae alikuwa amesema kwamba huyu jamaa ni mwalimu wa tuition. Kwa hiyo mwamba akawa amepewa mkataba wa kuendelea kufundisha hapa kwa kipindi cha mwezi mzima. Mwamba hakuwa na namna yoyote zaidi ya kuweza kukubali, lakini alipofika huko chumbani kwa bidada akaanza kusema kwamba hivi wewe na kakaangu nyewe mna mahusiano ya namna gani? Mbona utafikiri mna mahusiano afu nyewe wote ni wa kiume? Sasa kumbe bana, kwa bahati mbaya wazazi wake walikuwa wanayasikia haya maongezo. Walipoyasikia wakajikuta wameingia mpaka ndani. Wewe unasemaje wewe, wana mahusiano hawa? Kwa kweli mama aliposikia mwanae wa kiume anahusishwa na skendo za ushoga, basi alijikuta mpaka ameweza kuzimia. Ina maana hawa wana mahusiano, wana urafiki wa ujirani kiasi hiki, kumbe wana mahusiano. Mama akaanza kuropoka. Ndio maana ile siku nilikuta kwamba mtoto wangu ameandaa mpaka waini, alafu nikashangaa ndani hakuna mgeni yote wa kike bali kuna huyu kijana, kumbe wana mahusiano wa watu. Haya zaidi, wakati mwamba anamtoa bidada jioni kuelekea nje, alikuwa amemshika mkono. Mama akasema, unamshika mkono kabisa, angalia anaposhikana haya mashoga makubwa. Kweli mwamba jioni alipoweza kutoka katika ile nyumba akasema kwamba naomba rudi kamsimamie mama yako, ila hii kitu ilimuumiza sana, alijikuta anatililika machozi. Sasa ile time bidada jioni anarudi nyumbani, anakutana na bidada Minju, akaanza kumwambia kwamba yani umeweza kusababisha mwamba Hyunjae aalilishe ndoto yake ya kwenda kusoma Marekani, ndoto aliyokuwa anaipenda sana, kwa sababu ya kwako wewe litoto la kiume. Mbona mnataka kuja kuilani dunia na mambo yenu ya kipumbavu hayo? Yani mnataka mwanzishe mambo ya ushoga hapa duniani. Ni mna maana gani jamani? Unasema unampenda mtu aendelee kutoka na wewe wakati wewe ni mwanaume. Wewe dada una tabia mbaya, mchafu wewe. Hebu kama unampenda wewe mwanaume, mpe ruhusa yeye kwenda kusoma nje ya nchi, angalau aweze kujikuza kitaaluma. Kweli kabisa bidada jioni aliumia sana. Kesho yake akaamua kumwita mwamba. Alikuwa kama yuko kawaida hivi, lakini ndani ya moyo wake panawaka moto. Akamwambia mwamba kwamba hatakiwi kabisa kukata tamaa katika ndoto zake, anatakiwa kuelekea Marekani kwenda kusoma, asiailishe jambo lolote kwa ajili yake. Alafu bidada kwa ujasiri kabisa akasema kwamba anahitaji tuachane. Pindi nitakapokuja kurudi kuwa mwanamke, basi nakuahidi kwamba nishauri katika mahusiano na wewe, lakini sasa hivi nataka tuachane. Basi wakawa wameweza kuachana kinamna hiyo, yani ya kimtindo yani. Kwa kweli kuachana kwao kuliwasababishia wote machozi. Kila mmoja kwa upande wake alikuwa akilia sana. Hata mwamba Hyunjae alipoweza kurudi nyumbani, babake alikuja kugundua kwamba mwanae ana huzuni sana. Mzee alipoona hivyo akamwambia mwanae kwamba sisi tunazungumza kwa sababu ya maadili, kwa sababu tabia ya ushoga hairuhusiwi katika ulimwengu, na nakuomba sana mwanangu, kama umeamua wewe kufuata njia hiyo, basi amua kuishi katika maisha hayo, lakini mimi kama mzazi sijakubaliana na maisha hayo hata kidogo. Mwamba alilia sana kwa sababu anampenda sana bidada Jion, lakini pia huko upande wa pili mwamba Jion akaona kwamba ahamie katika nyumba ya bidada yule ambaye anajua siri yake kwamba anabadilika kutokea wa kike kuingia wa kiume. Basi alipokuwa anaenda kuhamia, kwanza akaamua kumpitia bidada Minju. Akamwambia bidada Minju kwamba mimi na mwamba Hyunjae tumeweza kuachana, kama utatafuta namna yoyote ya kuweza kuwa naye, basi utakuwa umefanya jambo jema zaidi, kwa sababu hayuko katika wakati mzuri kwa sasa. Hasa huku jiani alipoweza kufika kwa bidada yule, akaanza kufanya mazoezi ya kuandika vitabu vyake yeye mwenyewe, lakini ghafla tu kuna mtu alikuwa anagonga hodi wakati huu, na lakini kumbe alikuwa ni boyfriend wa bidada Yuri aliyekuwa anaitwa Miniyang. Alipofika tu na kukuta kwamba hapa ndani pana kijana wa kiume, tena huyu kijana inasemekana kwamba atakuwa anaishi hapa, haraka sana akamshika mkono na kumwambia kuwa sikuhitaji kabisa kutoka katika nyumba ya girlfriend wangu. Lakini bidada Yuri akawa amezuia na kusema kwamba mimi nitakuwa naishi naye, ila sababu sasa ya kuishi naye akawa anakosa kabisa. Sasa huku upande wa pili mwamba Hyunjae katika siku ya kesho anaelekea shuleni, anashangaa kuona kwamba ana upweke mkubwa mno, lakini kila sehemu anayotembea anakumbuka kumbukumbu za yeye na bidada Jion. Basi wakati huo bidada Minju akawa amemfuata na kumwambia kuwa umebakiwa bado na nafasi ya kufanya maamuzi. Akamwambia ni vyema sana ukakubali kwenda kusoma nchini Marekani. Huenda utakaporudi akili yako kidogo itakuwa imeweza kutulia, kuliko ukiendelea kukaa na sehemu ambayo inakupa mawazo kila wakati, itakusumbua sana kiafya. Lakini bado mwamba kichwani kwake kote alikuwa anamwaza bidada tu, yani hakuwa ametoa jibu lolote lile. Lakini kumbuka kwamba mwamba Hyunjae ana urafiki wa karibu na yule mwamba anayefahamika kama Miniyang aliyeweza kumkuta jioni kule kwa bidada Hyun. Basi akawa anamsimulia mshikaji wake kwamba yani huwezi kuamini, girlfriend wangu nimemkuta anaishi na mwanaume, alafu mimi namfukuza huyo mwanaume, yeye anamngangania anasema abakie huyo mwanaume. Mwamba kama amegundua kwamba ni yule girlfriend wake Jioni ndo anaishi na bidada. Jamaa akagundua kabisa kwamba bidada Jioni naye atakuwa anapitia wakati mgumu sana, ndio maana ameamua kwenda kukaa kwa rafiki yake. Akatamani kwenda
kumpigia, lakini akakumbuka maneno aliyokuwa ameongea siku ya jana. Bidada alisema kuwa hahitaji kabisa kuendelea kudeti na ujamaa, na jamaa Hyunjae hakuwa na namna yoyote ile isipokuwa kukubali wito wa kwenda kusoma kule nje ya nchi. Akafika kwa profesa na kusema kwamba niko tayari kusafiri kuelekea Marekani kwenda kimasomo. Basi bidada Minju alifurahi kweli kweli kwa sababu atakwenda kusoma nchini Marekani akiwa na mwamba Hyunjae. Basi wakanywa sana ulabu siku hiyo. Sasa mwamba baada ya kulewa muda wote tu anasema Jioni nakupenda bana, hata kama umebadilika kuwa wa kiume mimi nakupenda. Na mwamba bana akaongoza njia moja kwa moja akaenda kulala mlangoni kwa bidada Jioni. Minju alipambana sana, akambeba mwamba akampeleka katika sofa na kisha akawa ameweza kumfunikia. Sasa bidada baada ya kumlaza mwamba anampenda vibaya sana, akawa anamtazama mwamba, anatamani kuweza kumpiga kisi, ila anamsogelea tu. Mwamba anasema Jioni nakupenda. Sasa hii kamkata mpaka vaibu. Sasa mwamba alfajiri na mapema anakuja kushtuka na kugundua kwamba alilala katika chumba cha bidada Minju, ili anatoka tu katika mlango bana, anakuja kushtuka kwamba naye bidada kumbe ndo alikuwa anarudi katika nyumba yao kwa maana ya Jioni. Kumuona mwamba alikuwa amelala kwa bidada Minju, hii kitu ilimuuma sana kwa kweli. Mwamba Hyunjae alitamani kuongea jambo, lakini Jioni akasema hapana, huna jambo lolote la kuweza kunieleza. Nashukuru kwa sababu tumeweza kuachana na mimi sina haja ya kufuatilia kwa lolote lile. Sawa, kama ingia ndani. Jamaa akatamani kufungua mlango amuelezee, lakini kashindikana. Sasa kila mmoja kwa upande wake alikuwa anaumia sana, lakini hawakuwa na namna yote zaidi ya kukubali tu kwamba walipeanaga viapo ya kwamba watapendana katika maisha yao yote, lakini siku ya leo maisha yamebadilika na hawapendani tena. Bidada Jioni akabadilisha kabisa mtindo wake wa maisha, akawa ni mwandishi wa vitabu na kila wakati alikuwa akiandika tu, lakini mwamba naye Hyunjae alikuwa busy sana kujiandaa kwa ajili ya safari ya kuelekea nchini Marekani kwenda kusoma chuo. Kweli ni kwamba mwamba Hyunjae haamini kabisa kwamba ataondoka kuelekea nchini Marekani na atamwacha bidada hapa nchini Korea. Labda akaona ajaribu tu nafasi, akampigia mwamba na kumwambia kwamba anahitaji kuonana naye, kuna mazungumzo kidogo anataka kufanya naye. Basi moja kwa moja akawa amekutana katika eneo la uwanja. Hyunjae akamuuliza Jioni, unaendeleaje? Bidada akasema mie salama na mzima, sina tausemi kaka. Basi moja kwa moja jamaa akamwambia kwamba mimi naelekea nchini Marekani, natumai utabakia salama. Bidada akamwambia kwa wala usihofu, uwe na safari njema. Hyunjae haamini kabisa namna ambavyo Jioni amebadilika na kuwa na moyo mgumu kiasi kile. Basi mwamba alipoweza kurudi nyumbani, bidada Minju akasema kwamba sisi kesho bana tunasafiri kuelekea Marekani, tutakumisi sana rafiki yetu. Na kweli kabisa lisemwalo lipo, kama halipo basi linakuja. Siku ya kesho yake mwamba akawa anawaaga familia yake na akafika mpaka airport. Lakini akiwa amefika airport alikuwa anatarajia labda huenda angepigiwa simu na bidada Jioni, lakini bado bidada Jioni hakujitokeza wala kupiga simu. Sasa rafiki na bidada Jioni wakati anakagua kitabu ambacho bidada Jioni alikuwa anakiandika, akashangaa kuona kwamba bidada alikuwa anaandika maisha yake yeye pamoja na mwamba, namna walivyokuwa akiishi katika mahusiano. Akamwambia kwamba inaonekana wewe unampenda sana yule mwanaume kwa sababu kila kitu ambacho umekiandika huko ni maisha yako wewe na yule jamaa, namna mlivyokuwa mkiishi. Kwa kweli bidada Jioni akagundua kwamba bado anampenda sana yule jamaa na hawezi kabisa kuachana naye. Akawa anamkimbilia katika mitaa ya airport, lakini akamwona jamaa ndo anakabidhisha passport yake na tayari kwa ajili ya safari. Aliumia sana kuona kwamba anapishana na mtu wake anayempenda kiasi kile. Baadaye baada ya siku kama 2-3 hivi bidada Jioni alikuwa ameketi na familia yake wakiwa wanamfariji, wamempeleka katika mgahawa wa gharama kidogo, lakini Jioni akasema kwamba wazazi wangu mimi niko sawa kabisa, wala msihofu juu yangu. Kwa kweli kuachana na huyu ndugu naona kama nimetua mzigo fulani katika maisha yangu. Lakini huko upande wa pili dada yake na bidada Jioni anayefahamika kama Jia alikuwa anaenda kukutana na mpenzi wake siku ya leo, kamvalia kinyago cha mdoli bana, anacheza kweli kweli, anamkumbatia boyfriend wake huyu. Kumbuka kwamba alikuwa anampenda kutokea walipokuwa akisoma shule ya msingi mpaka sekondari. Sasa nakumbusha tu kwamba ni miezi 3 imepita kutokea kipindi ambacho mwamba Hyunjae aliweza kuondoka kuelekea nje ya nchi kwa maana ya Marekani. Sasa hivi bana bidada Jioni ameshazoea maisha yake, anapiga mpaka gym yani. Sasa tukirudi nchini Marekani, mwamba Hyunjae kumbuka kwamba kila wakati ana ujirani mkubwa sana na bidada Minju, lakini mpaka dakika hii ni miezi 3 imepita bado anashindwa kabisa kuingia katika moyo wa bidada Minju. Hasa yule rafiki wa bidada Jioni akawa amemtumia mwamba ile novel ambazo mpenzi wake alikuwa akiziandika kila wakati. Akasema kwamba nilimwambia aandike story, lakini ubaya ni kwamba kila kitu alichokuwa anakiandika katika story alikuwa anaandika juu yako, na yeye alikuwa afahamu kwamba anaandika maisha yenu, na watu wakaipenda sana ile story. Sasa bwana mkubwa akawa anashangaa kuna kwamba ina maana huyu mwanamke bado anampenda licha ya kwamba alisema waweze kuachana, kwa sababu hata kama anaandika story za maisha yao tu. Hasa hutokaa uamini, mwamba Minyang anaaminiki kwamba bidada huyu mpenzi wake huenda ana date na huyu Jioni, kwa sababu kila wakati anaona wako pamoja. Wakati mwingine akawa anajificha mpaka kwenye makabati anawavizia, lakini baadaye anakuja kumvuka tu. Ikabidi Minyang aanze kuwaka leo, akaanza kusema kwamba hivyo dude la kiume kabisa, uko busy tu kila wakati kwenye nyumba ya mwanamke,
na nyumba ya mwanamke, hivi wewe huna marafiki wa kiume wenzako? Aisee, bidada Jian alikosa kabisa jibu la kuweza kujibu. Moja kwa moja akawa amewatoa out huyu mwamba Minian pamoja na mpenzi wake katika eneo fulani hivi la mgahawa. Hasa walipofika mgahawani wakakutana na yule mdada mmoja anayefahamika kama Jinja, ambaye wakati fulani hivi alikuwa anagombaniana na dada yake Jian, alikuwa anagombaniana mwanaume. Sasa kwa bahati mbaya dada yake na Jian akaweza kufanikiwa kumpata yule mwanaume, kwa Jinja akatoka kavu. Hasa Jinja alipoweza kumwona bidada Jian akaanza kumsifu na kusema kwamba isewe kaka, ni bonge la handsome, nimetokea kukuelewa tu yani. Naomba kuanzia leo wewe unafanya kazi katika huu mgahawa wangu, na akampatia mpaka uniform. Yani hakutaka maelekezo yoyote yale. Kwa akawa anamkabidhi hizo uniform Jian kwamba atakuwa anafanyia kazi hapa. Sasa mwamba Yunjay akawa anafuatilia kila wakati katika mtandao, kufuatilia simulizi zote ambazo bidada Jian alikuwa akiziandika katika mtandao, na akagundua kwamba simulizi zote zilikuwa zikielezea maisha yao wao wenyewe. Na kila wakati ambapo bidada alikuwa akiachilia story moja, basi kuna mtu wa kwanza kabisa kucomment, japokuwa alikuwa hamjui huyu mtu ambaye alikuwa na comment alikuwa ni nani, ila bidada alikuwa anafurahia sana kuona kwamba huyu mtu alikuwa akimsupport sana katika story zake. Hasa baada ya Miniang pamoja na bidada kuwa katika mahusiano ya muda mrefu, leo akaamua tu bana waweze kuvunja ukimya na kuanza kuchumbiana. Tofauti kabisa na wabongo ambao wanakaa mpaka miaka 6 na baadaye wanakuja kuachana na mtu anakuja kuoa mtu mwingine. Basi hawa wawili bana wakaamua tu leo kuchumbiana rasmi na wakatangaza uchumba wao rasmi. Bidada Jian alikuwa akishuhudia tukio hili zima, namna ambavyo hawa wawili walikuwa na kisi. Akawa anakumbuka mbali sana kipindi hicho ambacho yuko katika penzi zito na mwamba kabla ya kubadilika kuwa la kiume. Bidada akiwa na mawazo sana, hata ukaja msimu wa mvua akawa anawaza sana kwamba katika msimu huu wa mvua alikuwa akienjoy sana alipokuwa na mwamba Yunjay. Lakini siku ya leo alikuja mtu akiwa amevaa pullover, kutia kumtazama usoni anagundua kwamba hakuwa mwingine zaidi ya mwamba Yunjay. Akampatia bidada barua kwamba ametoka kuacha chuo huko nchini Marekani, amekuja kugundua kwamba moyo wake bado huko nchini Korea na anampenda sana huyu jamaa. Lakini pia akampatia barua ambayo bidada Minju alikuwa ameiandika akisema kwamba nimekubali kwamba siwezi nikachukua moyo wa mtu ambaye alimpenda mtu mwingine. Zaidi nimekubali kumrudisha mwamba Yunjay nchini Korea ili tu aje kufurahia penzi lake na huyo jamaa. Baada ya bidada jioni kuyasikia yale maneno mazuri kutokea kwenye kinywa cha mwamba, basi hakuna namna yoyote zaidi ya kumkubali jamaa kwa mpenzi wake rasmi. Miezi mitatu kutokea wakati huo walipoweza kurejeana na kuwa kama wapenzi tena, ghafla tu bana bidada alibadilikaga kuwa wa kike na hakuweza kuwa wa kiume tena. Wakajikuta tu kwamba wanaishi katika mazingira hayo. Japokuwa bidada kila wakati alikuwa anaweka tahadhari kwa kushika vifaa vya kiume, akidhania kwamba wakati wote anaweza kubadilika kuwa wa kiume. Na kufikia hapo ndio tunakuwa tumefikia ukomo wa movie yetu. Tahadhari kubwa ambayo ningependa kukuachia ni kwamba movie hii ni kama ililenga kuelimisha masuala ya kuhalalisha tabia fulani. Jambo pekee kama DJ wako ni kusii na kukumbusha kwamba ni kinyume na maadili, lakini pia ni nje kabisa utaratibu wa kidini. Pindi kunapokuwa na mahusiano kati ya watu wote wenye jinsia moja, basi unakupa unamkosea Mungu wako, lakini pia unaikosea jamii yako, hususan kwa Watanzania. Kwa hiyo kama ningekuuliza swali, vipi kama mpenzi wako angebadilika na kuwa wa kiume ama angebadilika kutoka wa kiume kuwa wa kike? Basi pointi ya msingi ya jibu na swali hilo ni kwamba unatakiwa kuachana naye mara moja. Okay. Bwana sasa lile balaa ambalo nilikuwa nimewaambia, balaa lenyewe bana ni noma na nusu. Balaa lenyewe linaanzaje? Unajua linaanzia hivi. Kuna mama mmoja alionekanika akiwa anauvuta mwili wa binti mmoja kuingiza ndani ya nyumba, lakini ghafla kuna mwili mwingine ukawa unaanguka kutokea juu ya ghorofa mpaka chini. Lakini ajabu ni kwamba huyu mama hakushtuka hata kidogo, akaendelea kuvuta ule mwili mpaka akaufikisha ndani. Na baada ya kufikisha mwili ndani, akapiga sana kile kioo, akakipiga sana akikilaumu, ni kwa nini unanifanyia hivi? Sasa hichi kioo unadhani kimefanya jambo gani? Utakuta hii katika recap inayoenda kujili mara baada ya hii season. Sharti la msingi ni kuhakikisha kwamba unagusa channel yetu alama ya kusubscribe, lakini pia usisahau pale katika channel ya mdhamini wetu atakayesababisha hiyo recap iweze kwenda pamoja kabisa mwanzo mpaka mwisho. Hakikisha kwamba hata katika channel yake pia unagusa alama ya kusubscribe. Okay.